we na mme wako mmeishi kwenye ndoa kwa miaka mingapi? Unajua mchungaji, mi sijaolewa. Ehe, mi sijaolewa na mchumba. Una mchumba? Haya, twende mbele turudi nyuma. Haya, huyo mchumba yuko wapi? Mmefanya taratibu zote za kuandaa hata mambo ya ndoa? Ah, huyu mtu yuko na mtu wake pia. Yani anataka kusema kwamba huyu mchumba ni mume wa mtu, lakini ndo amekuja kwenye maombi anasema ataka mtoto. Ataka mtoto, na tuko hapo, tuko kwenye hiyo level, tuko kwenye hiyo level. Kuna watu wanatamani baraka za Mungu lakini hawamtaki Mungu. Tuko kwenye hiyo level, wanatamani miujiza ya Mungu lakini hawamtaki Mungu. Wanatamani kuziona ishara na miujiza lakini Mungu hawamtaki. Sasa nilipokuwa naongea naye nikagundua, akaniambia nimezunguka kwenye makanisa mengi kuombewa ili nipate mtoto, na nikaanza kuelewa sasa, ndio mahali tupo kwenye kanisa. Maisha ya utakatifu ni jambo gumu sana kulihubiri, sio jepesi, sio jepesi, kwamba shetani ametaka watu wawe huru lakini uhuru wao uwe Misri. Shetani ametaka watu wawe, ameruhusu kuwa huru lakini uko huru, yani bado uko Babeli. Na ndio madhara ya kutokuhamishwa yanapotokea. Usipohamishwa ni hatari sana ukayaishi maisha yale yale ya dhambi, ingawaje unajiona mtu wa kanisani, ingawaje wewe ni mtu wa ibada, ingawaje wewe ni mtu wa sadaka, ingawaje wewe ni mtu, yani kama hujahamishwa utaishi kwenye dhambi na huku unafanya vile vitu vyote ambavyo mwenye dhambi anafanya. Sasa nawatuambia lazima tuhamishwe, tuingizwe katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na tunapotafakari katika majira haya, lazima tuone kwamba tupo katika kipindi ambacho kama Mkristo ni muhimu kujua matengenezo unayahitaji sana ya kutengeneza ndani ya binafsi ili uweze kumwona Mungu, kwa sababu ni vigumu sana kumwona Mungu katika majira haya. Majira haya ni rahisi kuwaona watu, ni rahisi sana kuona watu, kuwaona mitume, kuwaona manabii. Hatukatai, kweli tunafahamu ni vitu ambavyo kweli Mungu ameviweka, lakini watu hawamuoni Mungu, wanawaona watu. Na ndio maana uzima wa milele sio injili nyepesi kuihubiri. Kama kuna injili nimekuja kugundua ni ngumu kuzihubiri leo, ni injili ya habari ya uzima wa milele. Uzima wa milele, uzima wa milele ni jambo gumu kulihubiri, kwa sababu watu bado wanaitazama dunia kama mahali pa kudumu. Kwa hiyo wanatafuta sana vitu vya dunia kuliko kumtafuta Mungu. Ndio maana ni ngumu kuhubiri. Ni ngumu sana kuhubiri ukimwambia mtu haya magari utayaacha, haya majumba utayaacha. Ni ngumu, kwa sababu jana alienda kuomba apate gari. Baba, naomba nipate gari. Baba, naomba nipate nyumba. Sasa leo nakuja kumwambia haya magari utayaacha, haya manyumba utayaacha.